sasa tuende tukatazame makocha wawili wenye utamaduni tofauti kutoka nchini Afrika Kusini wanakuja kuchanganya na sisi kile ambacho tunacho, na tunategemea watatupa mchezo wa aina gani siku hii ya leo, ambapo rekodi kubwa kwenye dabi ya ngao ya jamii leo ipo pia kwa makocha wa Simba Steve Barker na wa Yanga Mankoba Mkithi, ambaye wamewahi kufundisha soka kwa daraja la juu nchini Afrika ya Kusini. Barker kabla ya kutua Simba alidumu kwa muda mrefu katika klabu ya Stellenbosch, wakati Mankoba Mkithi amehudumu katika klabu kadhaa ikiwemo Mamelodi Sundowns. Viwanjani leo tunatazama rekodi za makocha hawa wawili kuelekea kwenye mchezo wa usiku wa hii leo, wakati hawa wote wawili wakiwa na utamaduni au filosofi ya mpira kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Kwanza kwenye records, Ramadhani Mbwaduke, inawezekana hii leo dabi ya Kariakoo pia ikawa inaandika historia, makocha wawili kutoka Afrika Kusini kwenda kucheza mchezo wa dabi? Ndio, kwa sababu kuna mengi ya kujadili Yanga na Simba, lakini mojawapo ni hawa makocha ambao tumesema ni makocha wazao Afrika Kusini, walionyesha kiwango bora sana katika timu mbalimbali walizoziongoza. Mankoba Mkithi wakati akitumikia Mamelodi Sundowns kwa miaka 12 kwenye nyakati alikuwa kocha mkuu, akakutana na Steve Barker alikuwa Stellenbosch. Lakini hata alipokuwa Golden Arrows, kwa baadhi ya vyanzo vinaonyesha walishakutana mara 9, hakuna sare. Ameshinda mara 5 Steve Barker, halafu Mankoba Mkithi ameshinda mara 4. Nadhani hata hapo wanaweza takwimu ni hizo kama ambavyo unaona kwa kupitisha kwa haraka. Makocha hao wawili wamekutana mara 9. Kwa upande wa kocha Steve Barker ameshinda mara 5, Mankoba Mkithi ameshinda mara 4, na hakuna sare wawili hao walipokutana wakiwa kama wakuu wa mabenchi ya ufundi. Na idadi ya mabao ambayo kila upande umefunga, Steve Barker amefanikiwa kufunga idadi ya mabao 14 dhidi ya Mankoba Mkithi, wakati kwa upande wa Mankoba timu zake zimefanikiwa kufunga mara 13 dhidi ya kocha Steve Barker. Hizi ni rekodi za wawili hao. Sasa matokeo yake ni kwamba kwa lugha nyingine Mkithi anadaiwa ili akitokea ameshinda leo, maana yake anasawazisha kwa rekodi zao, inakuwa 5-5. Lakini Steve Barker akishinda anaongeza. Lakini akitoa sare ndio itakuwa ya kwanza kwa rekodi hizi. Ila mechi za karibuni mambo yalikuwa mazuri kwa Steve Barker, kwa sababu nakumbuka mojawapo ilikuwa kombe la MTN. Ilikuwa ni Agosti 28. Mkithi akiwa ndiye kocha mkuu wa Mamelodi, alifungwa home and away 1-1. Halafu katika ligi kuu PSL wakati anafundisha Golden Arrows, kuna mechi ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 5, alifungwa 3-0 Mkithi, akiwa ndo miezi miwili ametoka kuteuliwa kuiongoza Golden Arrows. Katika mechi ambayo Steve Barker aliongoza umiliki wa mpira 52%, lakini akashinda 3-0. Lakini mechi nyingine ya marudiano ya ligi akafungwa tena Mkithi 4-3. Ni mechi ambayo Steve Barker alisit back, alimiliki mpira 40% tu. Mkithi alimiliki 60%, lakini alipigiwa mashuti 18, 7 on target. Yeye alipiga mashuti 5 on target, akafungwa 4-3 katika mechi ambayo ilikuwa Steve Barker Stellenbosch akifunga Golden Arrows, kwa maana ya Mkithi wanasawazisha goli ilikuwa ni thriller, ikawa 4-3. Kwa hiyo ilionyesha kwamba huo wananyumbulika kulingana na mpinzani unakuja vipi. Wakati mwingine anaweza kamiliki mpira akawa timu ya kwanza, wakati mwingine akawa timu ya pili, na wameshapishana umiliki wa mpira katika kila mechi tofauti. Kumbuka alipata matokeo akiwa na Mamelodi, amepata matokeo akiwa na Golden Arrows. Kwa hiyo wanaweza wakafungana, kwa sababu wakati anamfunga Steve Barker anamfunga Mkithi ile MTN kwenye kombe la MTN, baadaye alikuja kutolewa akaingia Miguel Cardoso. Wachezaji waliokuwepo walikuwa pamoja na Shalulile, nyota wale wa Mamelodi walikuwepo. Maana mwingine anaweza kufikiri labda ilikuwa second string, hapana. Mudau alikuwepo, Obre Mudiba alikuwepo, yenyewe ile kweli. Kwa hiyo wanajuana sana. Leo hii tutarajie dabi nyingine iliyojificha ya raia wa Afrika Kusini katika eneo la ufundi. Wote ni mafundi. Approach kubwa ya Mkithi huwa timu yake anamiliki sana mpira, anapitisha mpira kwenye njia. Steve Barker huwa ananyumbulika pia, wakati mwingine anabaki sana nyuma, anashambulia kwa kujibu, na hasa kwa timu yake ya Stellenbosch. Lakini akiwa Simba, aina ya timu alionayo, wachezaji alionao, ameonyesha katika mechi mbalimbali kwenye ligi kuu. Ni timu ya kwanza, muda mwingi anacheza katika nusu ya pili ya uwanja, silaha yake ni kwenye flanks, anawekeza sana pembeni. Fikiria alikuwa na Selemani Mwalimu, lakini alikuwa mwanzishi, anamuingiza kipindi cha pili, anamtumia false 9 Mpanzu au Joseph Loemba, Libase Geye, Anise Ura, wanawachosha wapinzani. Kipindi cha pili anaingia Selemani Mwalimu, anatupia. Ndio maana Selemani Mwalimu unagundua ndani ya Simba ndio top scorer wa magoli katika ligi kuu kwa Simba, bao 9. Lakini alicheza mechi 24, dakika 1169,
alipiga shuti 25, 14 on target, goli 9, assist 1. Lakini ni kwa sababu alikuwa anacheza muda mfupi, anaingia kipindi ambacho Libasege, Anise Eura, Chama washawachosha. Akina Chukuchuku ambaye sasa hivi hayupo KMC. Na kwenye eneo hilo ambalo umegusa Khalid, naamini kwamba una eneo kubwa ambalo umemwona kocha Steve Barker michezo miwili msimu uliopita, kwa ambavyo umeona, kwa sababu wewe uko tu msemaji pia, umesoma coaching na ni mchambuzi. Unaweza ukaelezea makocha wao wanavyokutana hii leo kwenye falsafa? Steve Barker unaweza kumtafsiri kwamba ni kocha ambaye imani yake ni ipi kwenye mpira kwa maana ya falsafa yake? Kwanza kama nilivyosema awali, nilisema makocha wengi wa Afrika Kusini huwa wana philosophy mama ya taifa. Kwamba timu zao nyingi zinapenda kucheza short passes, timu inakuwa inafanya movement, inasogea haraka. Kwa makocha wote wa South Africa hiyo philosophy wanayo. Lakini baada ya hapo wameamua kutoka kwenda kutafuta vitu vingine. Steve Barker tulikutana naye nikiwa KMC msimu uliopita, tulikutana naye kwenye mchezo mmoja wa raundi ya pili ambao walitufunga moja bila. Kwa bahati mbaya hiyo mechi haikuwa ina mahitaji makubwa sana, kwa sababu tayari Yanga alikuwa na 99.9 kuchukua ubingwa. Kwa hiyo Simba walikuja na walikuja na wachezaji wa wale backup players, sawa. Walikuwa wanajiandaa kwenda kucheza kombe la finali ya shirikisho Pemba. Kwa walikuja na wachezaji wale ambao walikuwa ni backup player, lakini still kwenye pitch waliweza kudisplay huo mpira ambao wa South Africa wanacheza. Short passes, timu ina move kwa haraka. Na hiyo mechi nadhani mwalimu alifunga. Na kitu ambacho nimekiona, Mbwaduke ametoka kumuongelea Selemani Mwalimu kwa namna ambavyo alikuwa anatumika Simba. Na nikicompare na Selemani Mwalimu ambaye alicheza akiwa Fontaine. Yes. Selemani Mwalimu akiwa Fontaine alifunga magoli mengi sana kutokea pembeni. Si mchezaji ambaye anaenjoy, sio mshambuliaji wa kusimama, anaenjoy kufanya movement kutokea kulia, kutokea kushoto, na mabao mengi ameyafunga kitokea upande wa kushoto. Kwa hiyo kwa maana ya Beka, naamini kwenye hiyo filosofi yake mama ya Afrika Kusini, na ndivyo ambavyo atakwenda kwenye huu mchezo wa leo. Kwenye eneo hilo pia, kabla sarudi kwa Domayo, kwenye namna wachezaji utayari wa kutafsiri mipango ya walimu, kwa maana kwenye plani short passes kwa upande wa kocha Steve Barker, timu kucheza, lakini flanks ndizo ambazo tunaamini zitakuwa zina nguvu. Tumeona hata Libasege pamoja na Oura, namna ambavyo msimu uliopita walikuwa wakicheza, ni watu ambao kuja kuongeza nguvu. Tutakuja kuangalia pia wachezaji ambao wameongeza pia kwa upande wa mawinga. Kwa upande wa makocha Mankoba Ngeti kwenye eneo ambalo amelizungumza Khalid Chukuchuku. Kuna mazingira pia ambayo Young Africans pia wanaonekana wameongeza nguvu sana kwenye eneo la ushambuliaji, lakini pia kwenye flanks, kwa huku pembeni tunaamini kama watatumia mawinga, basi ndilo eneo ambalo kuna muda utakutana na Maxim pia Nzengeli, naye atakuwa na operate akitokea pembeni. Inawezekana leo bato kubwa zaidi likawa la mawinga dhidi ya mafullbacks, au viungo washambuliaji wa pembeni dhidi ya mabeki wa pembeni. Mbwaduke. Ndio. Moja wapo kwa mfano betu ya kuvutia sana kama mambo yatakwenda kama yalivyo, maana ni binadamu, hawezi jua saa 2:30 atakuwaje. Keleso Makhalwa na Kwasi Atula yao kwa mfano, moja wapo swali lauliza. Sababu huyu ni winga anayetokea upande wa kushoto, Keleso Makhalwa ana vurugu nyingi sana. Huwa anashiriki sana kutibua mipango ya kiulinzi ya timu pinzani. Alafu anatoa fursa kwa wengine. Sekhukhune United katoa assist 6 msimu uliomalizika. Msimu uliopita alikuwa miongoni mwa wachezaji watatu waliokuwa na tuzo ya mchezaji bora Afrika Kusini. Yeye, Lucas Ribeiro na Lele Bongile Mofokeng. Lucas Ribeiro akawa ndio mchezaji bora MVP. Kwa hiyo anakutana na Kwasi Atula yao. Kumbuka hata mechi za day zile, Yanga Day, Simba Day, waliongana ni Kwasi Atula yao, japo alikuja kutoka wakati wa mapumziko kwa sababu kucheza kwa zamu, lakini Keleso Makhalwa alipoingia alieleweka moja kwa moja, tofauti na wachezaji wengine. Mashabiki walitiki kiasi ya kwamba unaona Steve Barker zile changamoto anazipenda makocha zile. Makocha wanapenda changamoto, ni hasi, lakini wao wanazichukulia positive kwamba una mchezaji zaidi ya mmoja kwa nafasi moja, wote wana ubora kiasi kwamba kwenye kuamua wewe inakuumiza kichwa. Anise Eura anacheza eneo hilo, anacheza Keleso Makhalwa. Lakini kule kuna Kwasi Atula yao. Urefu 55 na inchi 6, Keleso urefu 55 na inchi 7. Umri miaka 29, mmoja kazaliwa 97,
Kwasi Atulayo Desemba 20, 96. Huyu mwingine Januari 3, 97. Ni miaka 20 miaka 29 wanafanana. Vimo wanafanana. Speed, nishati, style ya kucheza, uwezo wa kumiliki mali, kudribble. Yanga cheza yao unamwona Kwasi Atulayo anaweza kumislead wewe mpinzani. Ni beki, lakini sio beki. Wakati wa kucheza wanapovuka katika mstari wa uwanja, hawi beki tena. Ni playmaker. Anatoa nafasi kwa anayecheza upande ule. Aweza kawa Albert Kangwanda, aweza kawa Okello. Wakaingia ndani yeye akaenda kuongeza. Sasa eneo hili maana yake mashambulizi ya Yanga na ujenzi wa mashambulizi unamtegemea sana Kwasi Atulayo, alafu Simba ndio silaha yao ilipo. Ni eneo mojawapo zuri kwa sababu kuna maeneo mengi mazuri, mimi nitaja tu mojawapo. Yes, na Frank Domayo, twende tukatazame kwa upande wa rekodi za kocha Steve Barker ambaye tunajua leo atakwenda kwenda kucheza dabi yake ya 4 wakati kwa mwenzie Mankoba Nkithi itakuwa ni dabi yake ya kwanza. Kama ambavyo tunaona mchezo wake wa kwanza ulikuwa ni wa NBC Premier League, mechi ambayo ilimalizika kwa suluhu 0-0. Mchezo huo pia ulipigwa visiwani Zanzibar kule. Lakini pia mechi nyingine tulishuhudia kwa upande wa Simba ikipata ushindi wa 1-0 kwenye mchezo wa fainali ya Muungano Cup ambao lilifungwa na Selemani Mwalimu. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni Simba walikuwa wenyeji kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ambao ulimalizika kwa sare ya mabao 2-2. Ni mechi nyingine ambayo pia Simba litangulia, lakini Young Africans wakafanya comeback na mechi kuisha kwa sare. Michezo mitatu ukitazama, kocha Steve Barker Domayo tayari ameshapata radha ya ushindi kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Leo unavyotazama dhidi ya South Africa mwenzie, tumeona kwenye records za head to head yeye pia anaongoza kwenye idadi ya mabao na hata idadi ya michezo ambayo ameshinda. Leo unakuwa ni mchezo wa 10. Bado naona advantage kubwa zaidi kwa Steve Barker kwenda kwenye mchezo wa leo kwa sababu anakwenda kucheza dabi yake ya 4. Na advantage kubwa ukiangalia na hiyo takwimu hapo ilionyeshwa kwamba ni mechi mbili wamecheza Zanzibar. Mechi ya kwanza ilitoka bila, ya pili wakashinda moja. Kwa hiyo ina maana kwa rekodi kocha pamoja na uwanja wa Zanzibar ina maana ana rekodi nzuri. Lakini ukija hivi karibuni pia wamejaribu kuitengeneza Simba ambayo tofauti na nyuma alivyokuwa yeye sio kocha. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo imekuja ina ushindani hasa ikicheza na Yanga. Kwa hiyo uliona pia mechi ile ya 2-2 waliingia kwa press juu, na natarajia pia hata leo watakuja kwa staili ile walioanza mechi ya pale Isamuyo, kwamba tunajaribu kwa press juu kwa sababu ukiangalia Yanga bado mabeki kama kuna wako slow fulani hivi, yani ni kama kuna changamoto bado hawajarecover. Tukiangalia ile mechi ya Yanga Day unaona kama kuna bado hawajaelewana vizuri. Ni wachezaji wazuri lakini kama bado kuna kutokuelewana vizuri. Kwa unaona ni eneo ambalo nadhani Simba watajaribu kuwapress juu zaidi kuhakikisha kwamba wana press zaidi na kuwafanya wafanye makosa. Ukiangalia Mpanzo akicheza namba hiyo nafasi unaona kabisa na press juu. Kwa nadhani ni baadhi ya mbinu ambazo zitatumika kwa kocha Barker. Nadhani pia watajaribu kuwapress sana juu huku wakitarajia kufanya makosa mabeki na kuyatumia makosa. Kwa hiyo naiona ni mechi ambayo itakuwa ya ufundi zaidi hasa kwa makocha, kwa sababu pia hata kocha wa Yanga unaona ni kocha ambaye kwanza anapenda, nimemsikiza kwenye interview yake, anapenda mpira mzuri na ashinde. Burudani. Kocha ambaye anapenda burudani yani. Sasa kwa wachezaji hasa ligi yetu kwa mchezaji anapenda sana acheze mpira mzuri na ashinde. Yani ni sehemu ambayo wachezaji wengi wanaenjoy sana. Mechi tunacheza vizuri na tunaishinda. Kwa hiyo naiona wachezaji wakiwa comfortable na wakijaribu kupush zaidi. Kwa hiyo ni mechi ambayo naweza nikasema ina upinzani wa aina yake, kuhakikisha kwamba kila mtu ataweza kuitumia nani wa kutengeneza nafasi na kuweza kuitumia. Kwa hiyo unaona ni mechi ambayo itakuwa na nafasi chache, lakini hiyo umakini wa kutumia nafasi pamoja na experience ndio inaweza ikaamua mechi ya leo. Yes. Kwa pande zote mbili. Kwa pande zote mbili tutakuja pia kutazama kwa undani zaidi, lakini kwa sasa tuelekee kule nchini Afrika Kusini kwa mwenzetu Fortunatus Kasomfi ambaye yupo Johannesburg ili tuweze kuzungumza naye namna ambavyo mambo yanakwenda kule. Fortunatus, habari ya Afrika Kusini?
Habari ni njema kabisa ndugu yangu Kasiga, habari ya jijini Dar es Salaam hapo. Bana, sisi tupo vizuri kabisa, lakini kabla ya yote kwa hapa nyumbani Tanzania, pale ambapo tutakutana na mtu ambaye anatoka Afrika Kusini, challenge ya kwanza inatakiwa utuambie kocha wa Yanga Mankoba Nkithi jina lake linatamkwaje kaka? Maana jana afisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo alitamka jina la kocha, ikabidi kocha aanze kucheka. Tupe kidogo wewe, kocha anatajwaje jina lake? Kocha anatamkwa kwa wanasema click sound. Anaitwa Mangoba Nkithi. Kwa hiyo inatakiwa tukalili humo. Tupe taratibu. Na Fortunato, saba tutazame kwa undani zaidi kwa hapa nyumbani kwenda kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Moja kati ya eneo la kwanza kuanza kuzungumza mchezo huu ni makocha hao wawili wakubwa kabisa kutoka Afrika Kusini kukutana kwenye mchezo wa hii leo. Vipi huko pia? Hii ni moja kati ya sehemu ya story kubwa kwenda kwenye huu mchezo kwa makocha hao wawili kuhusika. Hakika mechi ya Simba na Yanga au Yanga na Simba ilikuwa ina jina kubwa sana. Na hata kabla ya yote kihistory kidogo, kama nikiweza kuwarejesha wapenzi watazamaji, ni kwamba kabla hata Nasruddin Nabi hajaondoka Yanga Afrika kwenda Kaizer Chiefs, ambako unazungumza labda Kaizer Chiefs na Orlando ambao hawa ndio wanaitwa Soweto Derby. Lakini kuwepo kwa Steve Barker nchini Tanzania na kufanya vyema na Simba Sports Club kulileta picha nzuri na kukaongeza ladha nyingine ya Afrika Kusini kufuatilia kwa ukaribu ligi yetu ya NBC na timu zetu kwa namna ambayo ya ziada. Lakini haikuishia hapo. Kuwepo kwa Mangoba Nkithi hapa sasa kumeongeza ladha zaidi. Hivi ninavyoweza kuzungumza nawe ni kwamba hata mapema asubuhi hii ya leo katika vituo mbalimbali vya redio, katika televisheni mbalimbali, katika magazeti yote yanazungumzia dabi ya Simba na Yanga, Yanga na Simba, huku wakiwahusisha makocha hawa wawili ambao kihistory wanajuana vyema sana. Wamekuwa pamoja, wamekuwa wakicheza katika timu tofauti tofauti. Naam. Yes, na Fortunato, labda kwa picha kubwa zaidi, sisi tumekuwa tulikuwa tunaona makocha hawa mara moja, sio kila weekend. Labda pia unaweza ukatuambia kwenda kwenye huu mchezo kwa mashabiki wa Simba na Yanga, unaweza ukaelezea sifa za makocha hawa pia kwenye eneo zima la mbinu pamoja na kiufundi, ni namna gani ambavyo leo waweze kutarajia kwenye eneo zima la mbinu pamoja na kiufundi? Steve Barker tumekwisha muona, lakini vipi kwa upande wa Mankoba Nkithi? Naam, Steve Barker ni kocha mzuri, kocha anayejua kusoma vizuri na kuangalia namna gani anaweza kubadilisha mfumo au mbinu kutokana na mpinzani anayekutana naye. Na huyu Mangoba Nkithi yeye anamfahamu vizuri Steve Barker. Nikisema hivi kwamba walishakutana katika Moses Mabida, huyu akiwa Stellenbosch, huyu akiwa Golden Arrows. Lakini si hivyo tu, hata katika jiji la Pretoria, sasa inaitwa Tshwane, walikutana hapo wakati huyu akiwa Mamelodi Sundowns, nazungumzia Mangoba Nkithi, na huyu Steve Barker akiwa na University of Pretoria. Sasa unakuta mbinu za kiaina ni kwamba Steve Barker ni mzuri sana, anaweza akaanza na mifumo, anaweza akachezesha timu kwa mifumo takribani tofauti hata minne katika mechi moja, lakini yote haya yanatokana na anacheza na nani. Drafti inayochezwa na Mangoba Nkithi inajulikana dhahiri kwake Steve Barker, lakini Steve Barker naye pia ana mbinu ambazo Mangoba Nkithi anazijua vizuri. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ni makocha wanaojuana vyema sana. Na yes, na Fortunato, sababu pia unaweza ukashare pamoja na sisi, umegusa kwamba magazeti, vyombo mbalimbali vya habari kutoka hapo Afrika Kusini vimekuwa vinazungumza kuhusiana na mchezo huu, hususan makocha hawa. Labda ni eneo gani zaidi ambalo limekuwa likizungumzwa juu ya makocha hawa wawili kwenda kucheza mchezo wa Kariakoo Derby hii leo? Kwa wengi wanasema kwamba uwepo wa Sharulile unaweza ukaongeza ziada kwa Mangoba Nkithi, kwa sababu Sharulile alikuwa naye muda si mrefu alipokuwa Mamelodi Sundowns kabla ya kuondoka, akiwa baada ya kumpokea Pitso Mosimane. Sasa unakuta ni kwamba wengi wanaona kwamba eneo la ushambuliaji ambalo
hasa ndicho kiungo au tuseme ndicho hasa msingi wake mkubwa. Mangobaniti ni mzuri sana katika upande wa juu kwenda huku Steve Barker yeye ni mzuri sana katika maeneo ya kiungo katikati, na ndio maana hata yule Neo Maema ambaye wakati ule watu walipomuona kwamba baada ya kuondoka Fadlu Davids alikuwa kama vile anapotea hivi katika kivuli, lakini uwepo wa Steve Barker umeonekana ni tofauti, na nadhani hata viungo kwa mfano Chama hivi sasa anaonekana uchezaji wake umebadilika kinamna yake. Ni kwa nini? Ni kwa sababu pia Steve Barker katika uchezaji wake kabla ya kuwa kocha, unajua alishakuwa ni mchezaji pia. Nilikuwa ni eneo la kiungo. Kwa hiyo ni mzuri sana katika maeneo ya kati pale. Yeye nyuma na kati ni mzuri sana. Huku Mangobaniti ni mzuri sana katika eneo la ushambuliaji. Yes, kwa hiyo Fortunatus tunataka kusema kwamba hapo Afrika Kusini ni mchezo wa Kariakoo Derby unachambuliwa kwa sababu ya uwepo wa makocha hao. Lakini pia tumeona kumekuwa kuna mwingiliano wa wachezaji pamoja na makocha. Tunaona Mankoba amekuja, lakini pia Steve Barker yuko hapa. Tumeona Fadlu Davis. Tukaona pia makocha ambao walipita hapa kama Cedric Kaze pamoja na Nasruddin Mohamed Nabi. Lakini pia hivi karibuni tumeona kiungo Adafu Mtasigwa naye pia ameelekea Afrika Kusini. Hii exchanging kumekuwa kuna huu mzunguko, ni kwa kiwango gani pia ligi yetu imekuwa ikizungumzwa hapo, lakini pia hata kuelekea mchezo wa hii leo amshamsha zikoje? Kubwa. Nilichozungumza hapo awali nilisema kwamba dabi ya Kariakoo imekuwa ikifuatiliwa sana, lakini si hivyo tu. Uongezeko la kuwepo kwa mbadilishano hawa wachezaji linaongeza ladha. Lakini kumbuka kwamba hapo nyuma kulikuwa kina Tabangi Kamusoko, kulikuwepo wakina Mwape, Davis Mwape ambao walicheza Orlando Pirates na wachezaji kadhaa ambao walikuwepo pale, akiwepo pia Mwanjali ambaye alicheza Simba Sports, alicheza Mamelodi huyu Zimbabwe. Wengi watakuwa labda ikiwarudisha nyuma watakumbuka ni captain wa timu ya taifa ya Zimbabwe. Sasa ligi yetu tangu kuanza kuingia kwa wachezaji ambao walishacheza huko, wakawa walicheza Afrika Kusini, baadaye wamekuja Tanzania, imeongeza ladha kwa kiasi kikubwa. Mpaka kuna wachezaji ambao huwezi amini, huwa nikiwa nimesimama mara kadhaa wananiambia bwana, I wish I could go and play in Tanzania. Tuhakiki na tuwe na hakika kabisa kwamba tutakuja kupata wachezaji wengi sana. Ligi yetu inazidi kupata ushamiri na inapambwa kweli kweli. Lakini pia nitoe pongezi kubwa kwa Azam. Azam Sports salute. Ni kwamba ligi inaonekana, mechi zote zinaonekana. Kuna Waafrika Kusini ambao wanafahamu hata timu ambazo wengine hapa hawazisemi. Tunazungumza Yanga, Simba, lakini huwezi amini wanajua kuhusu Singida, wanajua kuhusu Mbeya City, wanajua kuhusu Prisons, wanajua kuhusu timu zote za nchini Tanzania. Na ndio maana nikasema, na huwa ninasema siku zote kwamba tunapokuja huku kucheza, nawaambia hivi, kuna wakati niliwaambia Simba, jamani, ninyi hamjui hawa ila wao wanawajua vizuri sana. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ligi yetu imepamba, yani pambe, Mungu aendelee kuibariki, lakini pia tunajulikana na sisi ni wakubwa kweli kweli. Yes, Kasomfi, kwa kumaliza na wewe, uchambuzi ni mwingi, watu wanafuatilia mazingira namna ambavyo yalivyo. Tunajua ni Simba na Yanga, lakini kwa makocha hao wawili wa South Africa, yupi ambaye unaona kwenye uchambuzi unaozungumzwa anapewa nafasi zaidi ya kushinda mchezo wa leo? Hapa kwa rekodi za haraka wameshakutana mara tisa, huku Mangobaniti akishinda mara 4, Steve Barker akishinda mara 2 na draw zikiwa 3. Hiyo picha nadhani imeshaonekana hapo. Yes, na Fortunatus, tunajua makocha hao wawili watakuwa wanakutana kwa mara ya 10 usiku wa leo. Wameshakutana mara 9, hiyo itakuwa ni mara ya 10. Naamini bato lao lazima kuna jina la utani ambao mtakuwa mmelitengenezea hapo Afrika Kusini. Unaweza katuacha kwamba wawili hao wanavyokutana bato yao mnaihitaji? Hii ni KZN Derby. Ni KZN Derby, yani KwaZulu Natal Derby. Kwa sababu huyu akiwa Stellenbosch, huyu alikuwa Golden Arrows. Wote walikuwa wakicheza katika uwanja wa Moses Mabhida. Yes, Fortunatus, tukushukuru sana kutoka hapo Afrika Kusini. Tunaamini pia mara baada ya matokeo kesho tutakuja tena kuchambua hapa. Shukran sana, na aliyejiandaa vyema na ashinde. Na najua timu zote mbili zilipoteza katika mechi za siku yao, ya msingi tarehe 9, lakini hili halionyeshi kwamba
hazijajiandaa. Nina hakika kulikuwa kuna game plan pale. Walikuwa wanachezeana. Walikuwa wanaficha mbinu. Shukrani sana Fortunatus Kasomfe kutoka Afrika ya Kusini kwa kuweza kushare pamoja na sisi. Hayo ni maoni kutoka kule Afrika ya Kusini, namna ambavyo wanautazama mchezo ambao hii leo Mbwaduke, Chukuchuku pamoja na Dumayo si wa kwetu peke yetu. Ni kweli kwamba miongoni mwa adabi kubwa 5 barani Afrika, ukubwa mwingine pia unaongezeka hii leo, namna ambavyo Fortunatus ametugusia, namna ambavyo pia mchezo huu unazungumzwa kutokea Afrika Kusini. Na uko sahihi, sio tu yeye Fortunatus. CAF miongoni mwa ligi bora 5 barani Afrika hivi sasa kwa mujibu wa CAF, sio chanzo kingine. Namba 1 ni ligi kuu ya Misri kwa mujibu wa coefficients za CAF. Yes. Namba 2 ligi kuu ya Morocco, namba 3 ligi kuu ya Algeria, namba 4 ligi kuu ya Afrika Kusini, namba 5 ligi kuu Tanzania Bara. Kwa hiyo sio tu kwamba tunajimwamba fai na uzalendo, hapana. Sio tu dabi kubwa ya 5 lakini ligi ya 5. Hiyo ligi. Lakini kwenye dabi hapo inaweza ikawa hata zaidi. Yaani ukiondoa kwa mfano Zamalek na Al Ahly, ukizungumzia Wydad na Raja Casablanca. Yes. Soweto lakini yenyewe nayo hii Soweto saizi imbaki ndani zaidi. Yes, kwa sababu kama mkubwa ni Mamelodi kwenye matokeo uwanjani. Kwa current form fulani, kwa current form. Kwa misimu kadhaa hivi karibuni. Matokeo yake ligi kuu Tanzania Bara, Yanga Simba bado inatajwa miongoni mwa dabi bora barani Afrika. Kwa hiyo ufuatiliaji lazima utakuwa mkubwa kwa anayefuatilia mpira wa miguu barani Afrika. Lakini sio hilo tu. Hivi karibuni zimekuwa na uwezo msuli wa kifedha. Unajua unamleta Neo Maema anatoka Mamelodi. Mamelodi. Unamleta Peter Shalulile ndo all time goal scorer wa ligi kuu Afrika Kusini, magoli 130. Anafuatiwa na Siabunga Novet magoli 129. Kwa hiyo lazima atafuatiliwa. Ndio all time goal scorer wa timu ya taifa ya Namibia. Ndo all time goal scorer wa kombe lao la FA kule inaitwa Nedbank. Ana mabao 14 Shalulile. Kwa hiyo lazima mchezaji wa hivi atafuatiliwa. Rushan Diriek alikuwa Mamelodi akaenda kwa mkopo Israeli. Kutoka Israeli kaja ligi kuu Tanzania Bara. Anafuatiliwa. Keleso Makhalo alikuwa anatakiwa mno na Kaizer Chiefs juzi tu. Kaja Tanzania. Lazima atafuatiliwa. Umeshaona? Huyu Peter Shalulile alikuwa anatakiwa na Esperance de Tunis. Anatakiwa na Pyramids ya Moulay Mokwena ili kwa mjadala South Africa. Kulikoni Shalulile ameacha kwenda Pyramids, ameacha kwenda Esperance, kenda Yanga. Na ndio maana hata katika utambulisho wake ametoa ufafanuzi kwamba anaenda moyo ambako nakwenda. Tanzania ni ligi kubwa, timu zilikuwa nyingi, lakini hata Mangomba Niti kila siku tunazidi kuboresha utamkaji. Wewe mgumu utamkaji bado. Wewe unachapia sana, sikilize pale kwenye Mangoba. Pale bwana mimi nilimsikia mtaalamu kabisa. Sawa bwana Balwani Muuza alikuwa. Sasa huko kwenye Mgiti huko mtiani. Huko sasa mtafute Chaba wa Hazabe kule. Au Wasandawe. Wanatamka vizuri kabisa. Tuna mambo mengi na ukizingatia kwa mfano msimu uliopita ni mataifa 3 tu ambayo timu zake kwenye michuano ya CAF zilienda 100% zote hatua ya makundi. Yaani unazungumzia Singida Black Stars, unazungumzia Azam, unazungumzia Simba, unazungumzia Yanga kwenda hatua ya makundi. Kule kwenda hatua ya makundi sio kwamba kunafanyika selection, kuna mtu kakaa anateua. Ni lazima muonyeshe kitu uwanjani. Kwa hiyo ni ligi ambayo inajimwambafai yenyewe. Na ndio maana South Africa kwa sababu wanafuatilia mpira wa miguu, ligi yetu inaendelea kwa gumzo na ukizingatia kuna wachezaji nyota wengi nchini na hilo linachangia kwa kiasi kikubwa. Yes, hiyo ni kwa upande wa yale ambayo yanazungumzwa kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby, mchezo wa ngao ya jamii ambao unapigwa usiku wa leo, na hapa tunatazama maeneo tofauti tofauti, namna ambavyo watu wamejiandaa, lakini namna ambavyo mchezo huu unazungumzwa. Kwa miaka ya hivi karibuni, kabla ya msimu uliopita, klabu ya Young Africans ilionekana kuwa imetawala sana mchezo wa Kariakoo Derby kabla ya kocha Steve Barker kufika na kuanza kuvunja ule mwiko wa kupoteza mbele ya watani zao, kwa maana kwamba ya klabu ya Young Africans na kufanikiwa kutopoteza mchezo wa ligi kwa takriban mara baada ya misimu 4. Simba msimu uliopita wakafanikiwa kutopoteza, kwa maana kwamba wakagawana alama sawa michezo yote ambayo ilimalizika kwa sare, lakini pia wakapata ushindi kwenye mchezo ule wa mashindano ya Muungano Cup. Tutazame matokeo ya michezo 5 ya mwisho iliyopita katika mashindano yote timu hizi zilipokutana. Tulishuhudia mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya mabao 2-2, mchezo wa mwisho ambao walicheza
lakini pia ulikuwa ni mchezo wa NBC Premier League, lakini pia kwa upande wa mashindano ya Muungano Cup Simba walipata ushindi wa bao 1-0. Mchezo mwingine wa NBC Premier League ulimalizika kwa 0-0, yani suluhu, ambao ulikuwa ni mchezo wa raundi ya kwanza, lakini katika ngao ya jamii Young Africans walipata ushindi wa bao 1-0. Na mchezo mwingine wa mwisho wa ligi kukutana katika michezo mitano ya mwisho ni mechi ambayo Young Africans walipata ushindi wa mabao 2-0. Hii ni michezo mitano ya mwisho kukutana. Frank Domayo, ukiwa kama mchezaji lakini pia kwenye kuchambua, mwiko ni kama ulianza kuvunjwa na Simba taratibu, kwanza kugoma kabisa kufungwa na Yanga msimu uliopita kwenye michezo mitatu. Kuna improvement kwa upande wa Simba kwenda usiku wa leo. Maboresho ambayo tumeona ya kupunguza kufungwa sana, unayaweka upande gani pia kwenda kwenye mchezo wa leo? Ni tusifu eneo la benchi la ufundi au hata kikosi ambacho kinaunda kikosi cha Simba hivi sasa na chenye kimekuwa bora kulinganisha na kilicho vile vya msimu nyuma wa 2024-2025? Kwanza kabisa lazima usifu benchi la ufundi pia na wachezaji ambao wameunda hiyo timu. Kwa hiyo unaona kipindi cha nyuma walifungwa goli 2, wakaja wakafungwa goli 1. Baada hapo sasa, baada ya kufanya maboresho na kuingia kocha Steven Becker, unaona wakapata sare hapo. Kwa hiyo unaona ni mwendelezo ambao naweza nikasema mzuri, hasa kwa mwalimu tangu yeye aingie kwenye timu. Anaweza akaja mbele na wachezaji akasema mimi sijawahi kufungwa na Yanga. Na kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba mimi sijawahi kufungwa. Kwa hiyo nadhani ni sehemu ambayo anaweza akajaribu kuwapush wachezaji sasa kulingana na hiyo nini yake kwamba sijawahi kufungwa, rekodi yake sijawahi kufungwa na Yanga. Kwa hiyo tunaingia kwenye mechi ya leo tuendeleze hii records. Tumepata sare lakini hatujawahi kufungwa. Kwa hiyo itaongeza ile hali kwa wachezaji kupambana, kwa sababu wanajua kabisa sisi tulivyokuwa na kocha wetu hatujawahi kufungwa na Yanga. Kwa hiyo naona ni sehemu ambayo itakuwa advantage sana kwa Simba kuiendea mechi, kwa sababu wanaamini kwamba sisi hatujawahi kufungwa kipindi tuna kocha huyu. Kwa hiyo wataenda kwa plani ya mwalimu, kwa sababu wachezaji wana imani sasa na mwalimu kwamba tulikuwa tunafungwa mwanzo na walimu wengine, kaja mwalimu huyu tumemsikiliza plani zake, tumeenda tumeshinda. Kwa hiyo ni sehemu ambayo wachezaji sasa watapushi zaidi kuingia kwenye plani ya mwalimu, wakiamini kwamba atatuvusha hii hatua na tuweza kushinda mechi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo naweza nikasema Yanga wana nafasi pia kufanya vizuri, lakini kwa Simba nadhani kwa hiyo muendelezo wa nyuma, nadhani mechi leo itakuwa ngumu. Huwezi kumpa moja kwa moja nani atashinda, lakini nani atajiandaa vizuri, nani atafuata mpango wa mwalimu, nani atajituma zaidi, kwa sababu unajua football mnaweza mkao na plani zote zikavurugika ndani ya dakika 15. Kwamba plani mlopanga mazoezini unashangaa dakika 15 hamna kitu kinachoeleweka. Sasa ni mchezaji sasa mwenyewe kusoma na hiyo experience yako, kukaa na wachezaji wenzako, kuona sasa kutafsiri baadhi ya matukio ili timu iweze kufanya vizuri. Halid Chokochoko, tutazame. Najua inawezekana tulikuwa una uwezo wa kuchambua, lakini kuna muda mlikuwa mnatumia kama reference kwamba mbona nyie mmepigwa 5, mbona nyie hamjashinda pale ambapo mnakutana na Yanga. Kuna una hiyo experience, umeona mmecheza dhidi ya Simba, mmecheza dhidi ya Yanga kwa hii miaka mitatu yote ambayo umekuwa kama sehemu ya msemaji wa klabu ya ligi kuu. Timu ipi ambayo ukitazama kwenda kwenye huu mchezo kwenye ile misingi ya kiuchezaji, kwanza unaweza kutuambia upande upi ulikuwa ni mgumu zaidi hata nyinyi kwenye kujiandaa, na leo wanavyoenda kukutana upande upi ambao unahisi unaweza kuwa na advantage? Kwenye misimu ambayo nilikuwepo kwenye timu, mara nyingi tunapoendea mchezo wa Yanga ulikuwa ni mchezo mgumu zaidi. Kwa nini? Mara nyingi kama vile Yanga walikuwa wana outshine kwenye michezo mingi, walikuwa wanatufunga mabao zaidi ya moja. Kwa hiyo ilifika kipindi ikawa nawafanya wachezaji wetu wa feel inferior wanapoelekea mchezo wa Yanga. Lakini ukirejea msimu wangu wa kwanza nikiwa KMC, tulicheza dhidi ya Simba. Chamaz, mechi iliisha 2-2. Yes. Yale matokeo yalikuwa yamewapa wachezaji wetu ule uwezo wa kuamini kwamba tukienda kucheza na Simba tunaweza kufanya kitu. Yes. Na tulivyotoka hiyo 2-2 Chamaz, tukaenda Arusha pia dhidi ya Simba. Tukatufunga 1-0, mchezo ulikuwa ni mchezo mmoja kabla ya ligi kuisha. Kwa kulikuwa kuna ile spirit ya kuamini tunapokutana dhidi ya Simba kila kitu kinawezekana. Yes, lakini tunapokutana dhidi ya Yanga mambo yanakuwa magumu. Na huo msimu ambao tulitoka 2-2 na Simba tulikuwa na Abdulhamid Mwalin. Sawa
Tulipocheza na Yanga walitufunga 5. Tukaja kucheza na Simba tukatoka 2-2. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini Yanga kwetu ni timu ngumu sana. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta namna ya kuweza kushindana nao. Na katika huo msimu pia raundi ya pili dhidi ya Yanga walitufunga 1-2 dhidi ya Mwali pale Chamazi. Yes. Kwa hiyo mara nyingi tulikuwa tunaendea mchezo wa Yanga hata Mastewat. Kambini walikuwa na pressure zaidi ya. Kwa hiyo mimi nafikiria kama ulikuwa unafanana yani na Simba kama game inakuwa inafanana. Yes, Simba tunacheza wote tuna possess tunacheza lakini Yanga walikuwa direct sana. Walikuwa direct wanatufungua wanatufunga. Lakini cha kuongezea labda kwenye maelezo ambayo aliongea Domaro Mwanza kwenye records. Tuseme baada ya kuja Beka Simba ndio ikawa kama game changer. Alikuja kubadilisha vitu vingi. Cha kwanza ukiacha mbinu namna ambavyo aliendea soko kwenye dirisha dogo ambavyo aliingia. Uliona wachezaji ambao waliwasajili kina Aula ndo alikuja hapo, kina Libase ndo alikuja hapo. Alikuja yule center defender Ismail Tule. Kwa hiyo ujio wake Chama karejea. Kwa hiyo ule ujio wake ukawa kama vile Simba imebadilika kila kitu. Na ukirejea kwenye michezo ambayo amecheza dhidi ya Yanga na kuendea huu mchezo, nadhani yeye ndio ana advantage zaidi. Yaani kama tunasema kwenye mechi kuna first team na second team, kwa maana timu ya kwanza na timu ya pili. Na kuelekea kwenye huu mchezo kama kwenye makocha pia kuna kocha wa kwanza na kocha wa pili. Nadhani atakuwa kocha wa kwanza kwa sababu tayari ana experience ya kucheza hii michezo mitatu mfululizo ya Dar es Salaam Derby na hajapoteza. Lakini Mankoba Nkisi tutapatia tutaishi. Yes. Yeye anakuja kucheza mchezo wake wa kwanza. Kwa kwenye advantage nadhani Steve Becker ana advantage zaidi ukilinganisha na Mankoba ambaye ndo anauendea mchezo wake wa kwanza. Lakini ukirejea kwenye maelezo ya Fortunatus ameongea namna ambavyo South Africa wanafuatilia mchezo. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake sasa hivi bidhaa yetu inauzika nje ya mipaka ya Tanzania. Kama wa South Africa wanaweza kukaa kwenye television, wanaweza kukaa kwenye radio kuzungumzia mchezo wetu, maana sisi tumefanikiwa in terms of masoko. Sasa hivi bidhaa yetu inauzika pia Afrika Kusini. Na bunduki hapo na mawakala watakuwa wanafuatilia sana. Mawakala. Of course watu kwanza. Na kwenye hilo eneo bunduki inawezekana psychological. Yani tunajua of course Simba hatuwezi kuacha kusema wana mambo mengi ambayo sasa hizi yanaendelea nje ya uwanja, lakini inawezekana matokeo waliyopata msimu uliopita, kwanza kufanikiwa kushinda kombe kubwa kwa mara ya kwanza baada ya misimu takriban miaka 5 kwa maana kuja kuchukua ubingwa wa CRDB Federation Cup. Lakini ukiachana hilo pia walichukua kombe jingine, of course pale katikati walishashinda ngao ya jamii kama ile Tanga kama unakumbuka, lakini mambo hapa yalikuwa mengi, wakafanikiwa tena kuchukua kombe mbele ya Young Africans kwenye mchezo wa Muungano Cup, nafasi ambayo walimaliza. Inawezekana sasa hivi psychological licha ya mambo yote yanayoendelea, lakini uwepo wa kocha Steve Barker na walichokiishi wakawa wanasema sasa dhidi ya Yanga inawezekana, upepo mbadilika. Kimsingi kwenye Yanga Simba always kabla ya mechi ni 50-50. Yaani ulibaki hapo. Kwa sababu Yanga wameimarisha sana eneo lao la juu. Ingawa bado hajacheza pamoja ile inaitwa chemistry. Yaani juu waliowaongeza wanatisha kwenye makaratasi. Kwa sababu unazungumza mwalimu achague Peter Charulile, achague Sheikh Ibrahim Atoge msimu uliopita Championship Saudi Arabia, goli 19, assist 5 baada ya kupiga mechi 82, mechi 34, tena kayagawa magoli 19. 5 mguu wa kulia, 5 header, 9 mguu wa kushoto. Lakini Kangwanda amesaidia Red Arrows kufanya vizuri na amekuwa mchezaji ambaye amekuwa MVP katika ligi kuu ya Zambia. Unazungumza akina Hussein Zakwani na kadhalika. Okelo tunajua alichofanya kabisa kumgusa Eric Mwijage. Eric Mwijage. Kama Mwijage mechi ya juzi movie ya penalty kupatikana ilianzia kwake. Katika wachezaji waliong'ara zile dakika chache za Azam kucheza siku ya Yanga Day. Waliong'ara pamoja na Eric Mwijage. Ni kwa sababu tuwezi kutaja wote. Lakini Simba unajua msimu uliomalizika unaweza kusema wachezaji ndio walimwangusha kocha Steve Barker. Unajua Simba ndio timu imepigiwa mashuti machache kulenga shabaha kuliko zote. Wamepigiwa mashuti 30 tu ya kulenga shabaha, ingawa akaruhusu mabao 11. Yanga walipigwa mashuti ya kulenga shabaha 36, ingawa wameruhusu mabao 9.
lakini hapa sielezei ubora awe mashuti expected goals, nazungumzia tu shot on target walizopiga. Kwenye upande wa pili maki nimetoka kwenye eneo la kuzuia, kwenye kushambulia Simba for the first time ndani ya misimu mitano wanaongoza kupiga mashuti kuliko timu zote. Wamepiga mashuti 305. Yanga wamepiga mashuti 289. Lakini Yanga wamefunga mabao mengi 71, Simba wamefunga mabao 54. Kwa hiyo shooting goal conversion rate ya Simba ni around 17%. Yanga 25%. Umeona utofauti ulivyokuwa. Kwa hiyo ina maana Steve Barker kama kocha na benchi lake la ufundi na kina Matola kuwawezesha wachezaji wafike eneo la mwisho wamefika, kuzuia kwa mfumo mzuri wamefanya, lakini huku ambako wamepigwa mashuti machache wameruhusu mabao mawili zaidi ya Yanga. Kwenye kupiga mashuti mengi wamepiga mengi, lakini wamefunga mabao machache kuliko Yanga. Kwa hiyo ina maana ndio maana walivyoenda sokoni au waliongeza kina Dumbia sasa waje waboreshe zile nafasi ambazo Simba wanatengeneza zaidi, lakini Yanga kwa ubora walio nao unaona nafasi chache wakatumia zaidi, alafu wameongeza watu wengi zaidi kutumia hizo nafasi, inafanya mechi iwe ya kuvutia na ni 50-50. Yes, na kwenye eneo hilo tukatazame wachezaji ambao wameongezeka kwenye vikosi viwili vya Yanga pamoja na Simba kwenda kwenye msimu mpya, maana wachezaji ambao wamesajiliwa kwa upande wa Young Africans wao wakiwa ni mabingwa watetezi na ndio wenyeji wa mchezo wa hii leo kwa mujibu wa taratibu za mchezo. Wamfanya maboresho ya wachezaji 12, ambapo ukitazama hapo kuna Selemani Mwalimu ambaye tayari amekwishajiunga na timu kule visiwani Zanzibar tangu hapo jana baada ya kukamilisha usajili wa kujiunga katika klabu ya Wydad Casablanca. Lakini pia vile vile Farouk Komara pia amejiunga na klabu ya Young Africans. Fredi Ngoma, Peter Shalulile, Hussein Zokwan, lakini pia yupo Albert Kangwanda, Sheikh Ibrahim Tule, Eliki Mwijage, Mohamed Musa, Abdul Nasir Mohamed, Hussein Mihambo pamoja na Juma Isa Abushiri Abu Chuga. Hii ndio orodha ya wachezaji 12 waliojiunga na Young Africans kwenye dirisha hili kubwa la usajili. Ukitazama Frank Domayo kwenye orodha hii, wachezaji wa eneo la ushambuliaji ni kijiji ni wengi kweli kweli, takribani wachezaji 8 wa eneo la safu ya ushambuliaji kati ya wachezaji 12. Namzungumzia Selemani Mwalimu, Peter Shalulile, Hussein Zokwan, Albert Kangwanda, Sheikh Ibrahim Tule, Eric Mwijage, lakini pia ukimwangalia kwa upande wa Juma Isa Abushiri pamoja na Hussein Mihambo, wachezaji 8. Yes, ushambuliaji ni wachezaji wengi sana ukiangalia usajili wa wachezaji 12. Ina maana ni timu nzima hiyo, ina maana wamesajili. Ukiweka kwenye mtindo kwamba mechi na wachezaji 10 na kitu na sabu mmoja. Kwa hiyo unaona ni namna gani wamesajili wachezaji wengi, lakini kwa nini wamesajili wachezaji wengi? Kwa sababu eneo kubwa walilosajili ni watu wa mbele. Ukiangalia nafasi alikuwa anacheza Prince Dube na hapa washambuliaji, of course Hussein Mihambo tunajua ni kijana lakini eneo lile, lakini tunapita Shalulile, kuna Sheikh Tule, lakini pia Selemani Mwalimu. Hao ni washambuliaji hao, Juma Isa Abushiri na Juma Isa Abushiri. Kwa hiyo unaona ni eneo ambao wamepushi sana la mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu walitengeneza nafasi sana kipindi cha iko Prince Dube pamoja na Dep na kuzitendea haki hizo baadhi ya nafasi. Ndio maana unaona Yanga ameingia kwenye usajili kwa eneo hilo la mbele. Unaona Peter Shaulile ni mchezaji ambao wanaamini hizo nafasi alizokuwa anazipoteza Dube akiwepo yeye atapushi zaidi. Kwa hiyo unaona ni usajili ambao wamezingatia sana kwenye eneo la mbele, kwa sababu nyuma bado wanaonekana wako imara. Ndio maana hata nyuma wamemuongeza beki ambayo pia naye mzoefu kuweza kukopi na hao wengine. Kwa hiyo unaona ni sajili ambayo nadhani ukiangalia hao waliosajiliwa unaweza ukadhani kama msimu uliopita Yanga hakuwa bingwa, kwamba timu yake ilikuwa iko dhaifu, lakini walikuwa mabingwa na wamekuja na usajili wa namna hii. Ina maana wanaonyesha ni namna gani wanataka kuendeleza huo ubingwa wao na kuchukua back to back. Kwa hiyo unaona ni sajili nzuri, na mimi kwa upande wangu nadhani ukiangalia kwa hapa hivi karibuni tukiangalia sajili bora labda au kubwa za gharama, nadhani Yanga wamefanya sajili za gharama sana. Kwa kuongezea tu hapa kwenye misimu mitatu iliyopita Ligi ya Mabingwa, yani the small details bali na yale tunaona wazi. Yanga misimu mitatu iliyopita kwenye kushambulia kule msimu alioenda robo finali walipiga mashuti 97. Nazungumzia tu mashuti attempts kuonyesha namna gani ambavyo mbele walikuwa makini. Wakapiga goli 9 wakaruhusu 6. Msimu unaofuatia wakapungua, wakapiga mashuti 84. Ingawa walishia tu ya makundi. Wewe ukalinganisha ile walicheza mpaka robo mechi 8.
lakini msimu huu ulioisha wamepiga mashuti 68. Kwa hiyo unaona hapa mahitaji ya kuwa na watu ambao ni wakatili eneo la mwisho. Hata cross ile eneo la ambao unaona Juma Abushiri, unamuona Kangwanda. Misimu mitatu kwenye ligi ya mabingwa walipiga cross 107. Alafu msimu unaofuatia wakapiga cross 115. Halafu msimu huu wamepiga cross 83. Kwa zinapungua. Halafu na matumizi hizo cross zote wamepiga 305. Goli zilizobadilishwa kwa vichwa ni goli 2 tu. Kwa cross 303 hazikutumiwa kwa vichwa. Ndio maana unaona huyu Sheikh Toure ni 56 na nchi mbili. Msimu uliopita kabla msimu uliomalizika 25-26 Yanga walipiga mashuti 360. Msimu huu wamepiga mashuti 289. Kwa hiyo ndio maana unaona hao wachezaji wanane katika 12 tunazungumzia 66.6666 around 67% ya wachezaji wote ni wa eneo la kushambulia. Bali hizo ndio small details. Around anaipenda ni Msumi. Ndivyo ambavyo 67% wamesajili wale kutoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda katika nusu ya pili kwa sababu ya kuaddress haya matatizo. Yes. Kama ambavyo Mbwaduke amegusa uwezo wa Young Africans kufunga mabao ni kama ulikuwa unaonekana unapungua toka mabao 83 mpaka 75. Unaweza kaona kwa misimu iliyofuatana, lakini pia kwenye ligi ya mabingwa kwa kuibia tu misimu miwili mfululizo katika hatua ya makundi Yanga walifunga goli 5-5. Jambo ambalo sio la kawaida kwa upande wa timu ambayo inakuwa inatafuta nafasi ya kucheza katika hatua za juu zaidi. Kwa unaweza kaona usajili ambao wameufanya shughuli au picha walau ya mwanzoni tukaanza kuipata leo kwa sababu kwenye mchezo huu ni mkubwa kabisa. Kwa hiyo unyumbuliko wa makocha namna ya kuweza kutumia wachezaji ni eneo jingine ambalo tutakuwa tukilitazama. Kwa upande wa klabu ya Simba chini ya kocha yule ambaye aliongoza kwa mafanikio kwa kiwango chake hususan kwenye michezo ya Kariakoo Derby kufuta ule uteja, Steve Barker amefanya usajili wa wachezaji 6 tu ambao wameongezeka kwenye kikosi cha Simba. Nathaniel Chilambo ambaye ni mlinzi, lakini pia Bakari Msimu ameingia kwenye kikosi, Kevin Nation ameingia kwenye kikosi pia, Kaletso Mahalwa, Ibrahim Dumbia pamoja na Ibrahim Jabal. Hawa ndio wachezaji ambao wameongezeka kwa upande wa klabu ya Simba. Khalidi Chukuchuku, hii tunaweza tukasema ni kimkakati zaidi kwa idadi hii kwa timu ilivyokuwa msimu uliopita na idadi hii ambayo Simba wamefanya maboresho wachezaji wapi? Of course, kwa namna ambayo Simba alimaliza msimu ni kama vile kikosi chao kiko tayari kimejitosheleza, ila walikuwa wanajaribu kufanya tu make up kwenye baadhi ya maeneo. Na kila mchezaji ambaye amesajiliwa kwenye hili dirisha unaona wamemsajili kimkakati. Mfano mtu kama Chilambo, wanafahamu kabisa kama kuna uwezekano wa misimu miwili mbele au msimu mmoja mbele Shomari Kapombe asiwe na ile energy, kwa wanatafuta replacement taratibu. Nadhani Chilambo anaweza kawa ni light replacement ya Kapombe kwenye msimu mmoja mbele au misimu miwili mbele. Lakini kwa upande wa mtu kama Bakari Msimu, moja ya vijana ambao wamekuwa na msimu mzuri. Unaiona ile Coast imeweza nafasi ya 7 msimu uliopita. Moja ya mtu ambaye ameifanya Coast kumaliza nafasi ya 7 alikuwa ni Bakari Msimu. Kuna mechi ambazo aliamua peke yake. Yaani mechi ilikuwa ngumu kabisa lakini Prison yeye alikuwa anaweza kuamua mchezo. Kwa hiyo kuingia kwenye Coast ya Simba pia ni massive boost. Lakini ukimsikiliza kama unarejea kwenye maelezo ya Fortunatus kutokea Afrika Kusini, anasema moja ya kitu ambacho Steve Barker anakipenda ni kudominate eneo la midfield. Kwa lazima uongeze watu kwenye hilo eneo. Ndio maana amekuja na Kevin Nation, amekuja na Ibrahim Jabal ambaye kwenye mchezo wa Simba Day kama uliona, moja ya watu ambao waligusa mpira mara nyingi kwenye eneo la midfield alikuwa ni Ibrahim Jabal. Kwa hiyo for me nadhani ni usajili wa kimkakati, usajili ambao unaenda kwenda kusolve yale matatizo ambayo yalitokea Simba. Lakini pia uwepo wa mtu kama Ibrahim Dumbia, tumeona kumekuwa na mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii juu ya uwezo wake, lakini mimi naamini kwenye football kuna wakati unatakiwa tuwape wachezaji muda kwa ajili ya kuonyesha kile ambacho kama Alani Okello ambavyo mfano mzuri Suarez mfano alienda Barcelona mechi 5 ana goli. Mfano mzuri kipindi Lomalisa anakuja Tanzania. Lomalisa. Watu wengi walimcriticize sana kwamba ni fullback wa kawaida, mtu wote anaweza kucheza kama anavyocheza, lakini the way siku zilikuwa zinakwenda kila mtu alibaki Kwa hiyo Ibrahim Dumbia pia ni ingizo jipya ambao naamini linaweza kaja ka click na likaja kuwa msaada kwa upande wa Simba. Tutazame kwa upande wa Simba. Mbwaduke utaniambia kama huyu ni kocha au hata structure ya timu ya Simba
inawezekana kuna picha ambayo tayari wameipata au msingi wa kutengeneza timu yao. Kwa misimu iliyopita tulikuwa tunaona idadi kubwa sana ya wachezaji ambao walikuwa wakiwasajili hususan kwenye dirisha kubwa kama hivi au dirisha dogo, na hata kocha Fadlu nakumbuka wakati anaondoka ni kama alitupiwa lawama kwamba amesajili wachezaji waliokuwa wanataka wao, ni kama ngoma imegoma akaamua aondoke. Na hata alikuwa ni Zoran Maki naye pia. Timu imesajili wachezaji wengi, baadaye akasema bwana, humu amna timu ambayo mimi nataka humu haijafika. Lakini kwa kipindi hiki tumeona usajili umekuwa ni wachezaji 6 tu. Tunaweza kusema kwamba wameanza kujipata kwenye ujenzi wa timu, ndio maana tujiona maboresho makubwa. Iko hivi, Steve Barker kama unamfuatilia vizuri, yeye anawekeza zaidi kwenye maeneo ya pembeni, kwenye kucheza, kwenye flanks. Sasa wakati wa dirisha dogo Simba wamempata Libasege, wamempata Anise Ura, ambao wameprove uwezo wa hali ya juu. Sasa kwenye msimu ameenda kuimarisha huko kuna Keleso Makhalwa, kiasi ya kwamba ndo nasema unafanyaje, unapanga Makhalwa Anise Ura kama unataka wacheze kama na Bodoka, kwa kuongezea hapo, kwa sababu pia msimu uliopita ilikuwa inaonekana ikikosekana Libase au Anise hakuna mtu mwingine kwenye bench ambaye unaweza ukageuka ukasema bwana huyu akaingia akaziba pengo, au hata kwenye rotation tu ilikuwa hakuna mbadala. Umezungumza vyema sana, na Simba inashiriki michuano mingi na hawa ni binadamu. Kuna siku anaamka hayuko vizuri tu, yuko out of form. Ndio maana unaona kuna Bakari Msimu, ndio maana unaona Keleso Makhalwa na Mpanzu huenda kaamia kwenye nafasi yake. Kwa hiyo maana kuna 4 hapa, kabla sijataja wengine au 4, kwa sababu ni very strong. Tu Bakari Msimu pia. Bakari sawa, kuna Bakari Msimu, kuna Libasege, kuna Mpanzu, baki tusisahau. Mpanzu eneo lake mama ni kutokea pembeni. Eneo anakuwa comfortable ni kutokea pembeni. Kuna Anise Ura. Hawa wamesajiliwa dirisha dogo. Anise Ura kapiga mashuti 29, goli 6, assist 3. Libasege mashuti 30, 16 on target, ana goli 7. Ni second scorer kwenye msimu uliopita ndani ya Simba. Ndani ya Simba. Ndio. Alikuwa yeye na Mpanzu wote ni second, sababu ana goli 7. Kinara ni Selemani Mwalimu goli 9. Mpanzu pamoja na kwamba alikuwa anatumika mara chache kutokea kati, ukitongea toka anaingia ule mbadilishana na Selemani Mwalimu. Ndiye aliongoza kufanya attempts ndani ya Simba. Mashuti 46, akafunga mabao 7, lakini ndo top assist provider sio tu ndani ya Simba, ligi nzima, assist 10. Kwa hiyo usajili wa kimkakati. Huyu Ibrahim Jabbar anaenda pale, kazi yake ile ya Kagoma ile pale eneo la kati. Kagoma avunje ya supply. Yeye ana supply, alafu ni mbaya mno, au nasifia vibaya. Nasema kunyang'anya mipira bora kama. Kwenye kombe la shirikisho msimu kacheza mechi 5, dakika 394, kapora mipira mara 24. Kwenye PSL kacheza mechi 16, Stellenbosch kapora mipira mara 47. Lakini tackle hizi mechi 5 kafanya 7 za mafanikio, interception 7, clearance 6. Ukimwona wala umuogopi umbile lake, yani design kama unachukua Ngolo Kante unamchukulia poa. Kazini anatisha, yuko vizuri mno. Lakini miguso yake, namna anavyosupply mipira, ni mchezaji ambaye naamini anaweza kwenda kuimba. Huyu Ibrahim Dumbia anajua pa kusimama. Mashabiki watazamaji lazima tuwe tunarudia hili. Washambuliaji anayokosa mabao mengi ni sifa nyingine kwa makocha kwamba anajua pa kusimama. Huduma inamfikia. Kama una mazoezi yako kwenye kushambulia, ukosi kwa sababu ukutu kwenye eneo sahihi. Erling Haaland top scorer ligi kuu ya England, mabao 27, kakosa mabao ya wazi 30. Msimu ule umalizika. Chances hizo. Kylian Mbappe kafunga goli 25 la Liga, kakosa nafasi za wazi 21. Cristiano Ronaldo Saudi Arabia kafunga goli 28, kakosa nafasi za wazi 22. Harry Kane Bundesliga goli 36, kakosa nafasi za wazi 18. Victor Osimhen ambaye anajilinganisha na Dumbia kafunga goli 15, kakosa nafasi za wazi 23. Kwa hiyo cha msingi hii kosa yake sasa iendane na kufunga. Akifanya hivyo atarudi tu kwenye mstari. Domaya, kabla ya kwenda mapumziko, unadhani kwenda kwenye huu mchezo, tumeona idadi ya wachezaji walioingia pande zote mbili. Inawezekana Steve Barker akawa na game plan nyepesi kabisa kwa sababu jeshi lake ni lile lile na maingizo ni machache. Yes, pia hata maelekezo wakawa ni mepesi kwa sababu pia washacheza hiyo dabi iliyopita. Kwa hiyo nadhani maelekezo yanakuwa so mengi. Yaani ni kujazia kwa sababu timu nyingine, lakini na imani wachezaji ni wale wale na plani ya mwalimu nadhani washakaa nayo, washamjua hizi mechi kubwa anaziendea vipi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kupeleka ule ujumbe ambao mechi inaendelea. Kwa hiyo nadhani ni mechi ambayo itakuwa ya kiufundi zaidi. Uzuri wa Simba kwa sababu wachezaji ni wale wale. Pia wana sabu ambao wanaweza wakaja wakabadilisha matokeo. Kwa hiyo naiona Simba ikiwa kwenye hali nzuri yani kutoa hapa katikati kwenda mbele. Wakiwa wanajaribu kucheza kwa maelewano zaidi kwa sababu ni timu ambayo imekaa muda mrefu
na walikuwa kwenye mashindano. Kwa hiyo na imani watakuwa kwenye muunganiko mzuri hasa kutengeneza nafasi. Sasa jambo la kuzitumia hizo nafasi nadhani ni mchezaji mwenyewe akiamka vizuri aweze kutumia hizo nafasi. Tutaweza kuona namna ambavyo inaweza ikawa kwa upande wa makocha wa timu hizi mbili, kwa upande wa Mankoba, kwa upande wa Yanga. Yeye mwenyewe mgeni afu ana jeshi jipya limeingia ndani ya timu. Ameona kitu gani katika maandalizi haya? Tutaona picha ya kikosi siku hii ya leo, lakini pia kwa upande wa kocha Steve Barker, naye anaenda kucheza dabi yake ya 4 na ameshapata radha ya ushindi, na idadi ya wachezaji ambao wameingia ni 6 tu. Atakuja na picha ya aina gani hii leo? Je, itakuwa sawa kama msimu uliopita au kutakuwa na mabadiliko? Tutapata nafasi ya kuweza kutazama. Hadi tutakuwa tunaagana naye mara baada ya kupiga naye kwa takriban masaa mawili. Bwana, wewe wala unavyotoka mtu achie risiti, upande upi ambao unaona unaingia kwenye mchezo ukiwa na advantage? For me nadhani Simba wana advantage zaidi kwa sababu ya michezo mitatu iliyopita wakiwa chini ya Steven Becker, na atarudi pia na wachezaji wake wengi ambao walicheza katika michezo mitatu ambayo imepita. For me nawapa Simba nafasi ya kushinda, lakini kwenye football anything can happen. Yes, mambo mengi sana yanaweza yakatokea. Hii ni Viwanjani special kabisa. Tunatazama mchezo wa ngao ya jamii wenye hadhi ya Kariakoo Derby kati ya Yanga dhidi ya Simba ambao utapigwa majira ya saa 2:30 usiku kwenye uwanja wa New Amani kule visiwani Zanzibar, na mchezo ambao utapata nafasi ya kutazama kupitia Azam Sports 1 HD. Hii channel ambayo unatazama hivi sasa ndio eneo ambao utapata nafasi ya kutazama mchezo huo. Mimi ni Ibrahim Kasuga, siko peke yangu, nipo na Ramadhani Mbodoke, lakini pia Fleck Domayo yuko hapa kwa sasa. Tumwambie tu shukrani sana hadi tukuchukua kuungana pamoja nasi. Tunaamini saa hizi 442 utakuwa unazipiga sana. Kwa hiyo tutakutana sana Viwanjani mara baada ya mapumziko mafupi. Kwa Darisen Muro, Kimara Finest atakuwa anaungana pamoja na sisi, na tutakuja kutazama michezo ya kirafiki ambazo timu hizi zimecheza kuelekea katika msimu mpya wa mashindano, lakini kimbinu na kiufundi zaidi tunategemea mchezo wa aina gani usiku wa hii leo. Stoke, endelea kubaki nasi.